Hello mtazamaji wa Mafia TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafia TV. Young Africans wanaendelea kupaswa kichwa juu ya kocha gani imchukue kwa ajili ya msimu ujao, kuijenga upya benchi la ufundi la msimu ujao. Na sasa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa ikapoteza chaguo jingine la tatu kwenye mashindano hayo. Hesabu za Young Africans zilikuwa kwa makocha watatu bora. Ilianza na Micro aliyekuwa Al Misri, lakini inaelezwa jamaa alichomoa huku akiwa na ofa kubwa kutoka Asia. Lakini nje ya Kela, Young Africans ilimrukia Jose Ribeiro aliyekuwa kocha wa Orlando Pirates ya Afrika Kusini, alichukuliwa fasta na Al Ahly ya Misri, alienda kuziba nafasi ya Kola kwa wababe hao. Kumbuka msimu huu Al Ahly ilikuwa kundi moja na Orlando Pirates katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Mreno huyo alivuna pointi mbele ya timu hiyo kutoka Misri, ikiwemo sare ya nyumbani kisha kushinda mabao 2-1 ugenini katika hatua ya makundi. Baada ya hapo Young Africans ikatua kwa Ruan Makwena aliyewahi kuzinoa Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini, Wydad Casablanca ya Morocco waliotemana hivi karibuni, ambaye kwa mujibu wa mabosi wa Young Africans mazungumzo yalikuwa yanakwenda vizuri, lakini wiki iliyopita mambo yakabadilika kutokana na masharti aliyoyatoa kocha huyo raia wa Afrika Kusini. Hata hivyo Young Africans imezipata taarifa kuwa Makwena anafanya mazungumzo pia na Zamalek ya Misri, huku ikiwapa masharti kuwa mshambuliaji wa Jangwani Clement Mzize anataka uwe usajili wake wa kwanza mara atakapotua huko kwa mabingwa hao wa kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita. Zamalek inamtaka Mzize ambaye amewahi pia kutakiwa na Makwena aliyemsifu kuwa ni mshambuliaji mzuri wakati akifundisha Mamelodi Sundowns na Wydad Casablanca. Endapo Young Africans itamkosa Makwena, itabaki na chaguo la 4 ambalo ni kocha wa ASEC Mimosas ya Ivory Coast Julie, ambaye tayari ashaanza mazungumzo na vinara hao wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kocha huyo Mfaransa ndiye aliyewapika kina Stephane Aziz Ki, Yao Kwasi, Pacome Zouzoua waliosajiliwa na Young Africans kabla ya Aziz Ki hivi karibuni kusajiliwa kwa Wydad. Inaelezwa ameomba kuondoka ASEC baada ya kuinoa kwa misimu 4 kwa mafanikio makubwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafia TV. Subscribe.